Marekani imesema imefanya shambulio jingine dhidi ya boti ndogo katika bahari ya Caribbean na kuua watu 4 waliokuwa ndani ya chombo hicho. Mkuu wa Pentagon Pete Hegseth amesema kuwa walengwa walikuwa magaidi wa dawa za kulevya. Pentagon ilitangaza Ijumaa kwamba shambulio la 4 limefanywa katika maji ya kimataifa ya bahari ya Caribbean karibu na Venezuela. Hegseth amethibitisha shambulio hilo kupitia chapisho la mitandaoni, akisema kwamba taarifa za kijasusi za Marekani bila shaka yoyote zimethibitisha kuwa chombo hicho kilikuwa kikisafirisha dawa za kulevya. Watu waliokuwemo walikuwa magaidi wa dawa za kulevya na walikuwa wakitumia njia inayojulikana kwa usafirishaji wa dawa hizo. Shambulio hilo limekuja baada ya Rais Donald Trump kutangaza kwamba magenge ya dawa za kulevya ni wapiganaji haramu. Kwa mujibu wa nyaraka zilizopatikana na shirika la habari la Associated Press, Marekani sasa ipo katika mzozo wa kivita dhidi ya magenge hayo. Wanaume 4 waliokuwa ndani ya boti hiyo wameuawa kwenye shambulio hilo, aliandika mkuu huyo wa Pentagon. Mashambulio hayo yataendelea hadi pale mashambulizi dhidi ya watu wa Marekani yatakapokoma, amehitimisha. Mashambulio haya yanaashiria ongezeko la mvutano kati ya Marekani na Venezuela, ambayo imeshutumu Washington kwa jaribio la kubadilisha utawala wake. Hegseth ameambatanisha video kwenye chapisho lake ikionyesha boti ndogo ikisafiri kwa kasi kabla ya kulipuka ghafla na vipande vya mabaki vikisambaa majini. Rais wa Marekani Donald Trump amesema katika chapisho lake kwamba boti ilikuwa imebeba dawa za kulevya za kutosha kuua watu kati ya 25,000 hadi 50,000 na anadai kuwa ilikuwa ikiingia katika eneo la Marekani. Jeshi la Marekani lilifanya mashambulio mengine 3 mwezi uliopita dhidi ya boti katika bahari ya Caribbean ambayo serikali ya Trump ilisema zilikuwa zikisafirisha dawa za kulevya. Shambulio la Ijumaa linaashiria operesheni ya 3 inayolenga vyombo vinavyotokea Venezuela. Kwa sasa jeshi la wanamaji la Marekani lina meli 8 za kivita zenye zaidi ya wanamaji na wanajeshi 5,000 katika eneo hilo kama sehemu ya ongezeko la nguvu za kijeshi ambalo serikali ya Trump inasema ni sehemu ya vita dhidi ya usafirishaji wa dawa za kulevya. Hii ni Poa Media.